Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Nasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika chache hizi na Jumatano ya leo, Mungu amependa tujifunze somo linalosema majaribu ya mwenye haki. Majaribu ya mwenye haki. Andiko letu la msingi kama tulivyoangalia ni kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 22. Nisingeweza kusoma kwa sababu ya muda wetu. Na andiko la msingi lingine ni Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 13. Na waraka wa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12. Ndiko hayo yanatosha kujifunza jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ayubu, mwandishi wake hajulikani. Haijulikani kwamba ni nani aliandika hiki kitabu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini unaposoma kitabu hiki unagundua mada kuu ni kwa nini wenye haki wanapitia kwenye mateso au majaribu. Hiyo ndiyo mada kuu ya kitabu cha Ayubu unapokisoma. Na mhusika mkuu aliyetumika kwenye kitabu hiki ni Ayubu mwenyewe kama jina lake lilivyo. Lakini tarehe ya kuandikwa pia haina uhakika. Wasomi wamefuatilia na kugundua kwamba hakuna uhakika sana ni wakati gani kitabu hiki kiliweza kuandikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Ayubu ndiye mhusika mkuu wa kitabu hiki. Katika maisha ya mwenye haki, jaribu huwa ni sehemu ya maisha. Tukisema hapa kila mtu aeleze ni namna gani amepitia kwenye majaribu, kila mtu ana ushuhuda wake. Kitakachotokea ni kutofautiana tu, kwamba huyu yalikuwa ya muda huu, mwingine yakawa ni ya muda huu, lakini kimsingi kila mtu amewahi kupitia kwenye jaribu fulani kwenye maisha yake ya wokovu. Hata mimi nilipookoka nilipitia kwenye jaribu la namna fulani, lakini Roho wa Bwana akanisaidia nikavuka salama. Haikuwa kwa akili zangu, maana niliokoka wakati wa taabu sana. Baada ya kumaliza shule, nimemaliza chuo na hangaika kutafuta kazi, sipati kazi. Kila mahali ninapokwenda naambiwa nafasi zipo, lakini nafasi zenyewe nikipeleka maombi ya kazi wanaitwa watu, wanafanya interview, wanafaulu vizuri, wanaajiriwa. Mimi ninapokuja kujaribu kuulizia, wanasema bwana, sisi tulipopiga simu yako simu haikupatikana. Naomba tuangalie watoto tafadhali, mashemasi, ili kuwe na utulivu kanisani. Sasa wakati huo ninaishi kwa ndugu yangu, nimekwenda kutafuta kazi. Maisha ni magumu kweli kweli, sina kazi na ni mtu mzima, sipendi kukaa nyumbani, natamani asubuhi na mimi niwe natoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bahati nzuri nilipofikia pale kwa ndugu yangu nikampata Kristo Yesu, ndipo nikampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo haikukatisha majaribu, ikawa ndo majaribu sasa yanaanza ya imani.
Haya mengine wakati mwingine yanatokana kiwa kwa shetani huku na mambo mengine, lakini sasa haya yakaja ya imani. Kwanza pale kwa ndugu yangu hawanielewi. Kuokoka maana yake ndiyo nini? Hilo la kwanza. La pili, sina kazi bado. Na mimi sipendi kukaa pale, ni kwa kaka. Naamka na kunywa chai na kaa. Wapo vijana leo wanapenda hivyo. Saa 4 ndo anapiga miayo anatoka ndani. Mimi napata shida na hiyo hali. Hata vibarua vya ujenzi tu kuvipata ilikuwa kwangu ni ngumu, changamoto. Nafika pale wa kwanza, lakini wakiita vibarua mimi naachwa. Kwa hiyo kinachofanyika, ninaenda ninakaa barabarani. Ninaangalia watu wanaopita na magari yao mazuri, na ujiuliza maswali mengi moyoni. Hawa walifika fikaje hapo? Bwana Yesu asifiwe. Ikifika saa 6, saa 7 na mimi ndo narudi nyumbani sasa. Ionekane kwamba sikuwepo, sikushindia tu nyumbani, lakini sina hata 100 mfukoni ambayo nimeingiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jaribu jingine ambalo nikapitia, ambalo lilikuwa jaribu kwangu, lakini Roho wa Bwana akanisaidia. Pale kwa kaka yangu hawajaokoka, wana dini, ni wa Kristo. Sasa Jumapili mimi naenda ibadani na wahi. Na unajua mtu anapookoka anakuwa na upendo ule wa kwanza. Na wahi kule. Sasa naondoka bila kunywa chai. Nikirudi nyumbani, siku hiyo mama mwenye nyumba yupo, hajaenda kazini. Kwa hiyo saa 5, saa 6 hivi ndo wanakunywa chai. Nikirudi, nikifika pale majira ya saa 7, saa 8 ndo tumemaliza ibada, unakuta chai wamekunywa lakini hawajabakiza. Bwana Yesu asifiwe. Alafu hakuna chakula ambacho kimeiva, bado wameshiba. Alafu tunarudi kanisani. Kwa nikikaa nikifikiri saa 9 hivi hamna chochote kinachoendelea. Alafu narudi kanisani kwa sababu kuna ibada ya pili inaendelea. Sasa sijala. Ikifika saa 11 hivi ndo wanakula chakula cha mchana saa 10. Nikirudi jioni kinapikwa chakula cha usiku. Alafu wanaulizwa watoto, mnakula sana au kidogo maana mmekula jioni? Watoto wanasema mama tunakula kidogo tu. Basi kinapikwa chakula kidogo. Sasa nina matarajio yangu kwa sababu watoto wamesema watakula kidogo, basi watashika tonge moja mawili, basi mimi nitakula kwa sababu sijala mchana. Ikifika naona watoto wanaendelea. Mimi ni mtu mzima, inabidi niona aibu, narudi nyuma. Njaa inaniuma, lakini nifanyeje? Hela sina kwamba wakati mwingine nijibusti huko ninywe chai. Sina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo majaribu ni sehemu ya maisha, lakini Bwana alinivusha katika hayo yote. Lakini haikuishia hivyo tu. Ikafika sasa finali, nikafukuzwa siku moja. Sasa mimi kumbe nilikuwa nimepata mtu mmoja akanikabidhi watoto wake nimfundishie. Sasa siku ya Jumanne nilikuwa nalipwa mshahara wangu 80,000. Sasa kanisani akatokea mgeni. Yule mgeni alipotokea wakasema, jamani lazima mgeni anayetuhubiria tumbariki. Na mimi nikasema lazima kwa sababu kuna hela yangu inakuja. Nikafika, mimi sijui kinachoendelea. Nikamuomba shemeji yangu, naomba unisaidie shilingi 2,000, Jumanne nitakupa. Shemeji hakunijibu chochote. Akaenda, mimi nikafikiri labda hana, basi nikarudi kanisani. Kumbe ameenda akamwambia kaka, bwana ndugu yako yuko hapa, hachangii chochote, lakini hela za kupeleka kanisani anazo. Sasa akawa amerudi kutoka kazini. Siku hiyo akaniambia, bwana mdogo, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, nina kikao na wewe. Namwambia sawa. Ilipofika saa 2 hivi, bado nilikuwa ni shabiki mzuri sana wa mpira. Simba alikuwa anacheza siku hiyo. Kwa hiyo nikawa nimeenda kuangalia mpira. Saa 2 ilipofika nikarudi nyumbani, tukakutana naye. Akaniambia, bwana sikiliza, wewe nasikia kwanza
unatoka hapa nyumbani unaenda kwenye mikesha, unalala huko. Alafu nasikia unapeleka hela kwa wachungaji. Wachungaji siku hizi ni wezi kweli na matapeli. Wewe umekuja hapa ujui tu. Lakini mimi najua, mimi nakuzidi umri. Wachungaji ni wezi, matapeli wakubwa. Kwa hiyo cha kufanya, chagua mambo mawili. Ukae hapa kwangu, uachane na mambo hayo ya Yesu, uachane na mambo haya ya kupeleka fedha huko, au uende kule unakojua wewe. Nikamwambia jinsi ninavyompenda Yesu na jinsi Yesu alivyonisaidia kwa miezi hii 4 ya wokovu. Kaka, siwezi kumwacha Yesu. Akaniambia ingia ndani ukusanye kila kitu cha kwako. Nikaingia ndani saa 2 za usiku, sijui wapi naelekea. Nikabeba begi langu na vinguo vichache. Nikaanza kusafiri, naenda kwa mchungaji. Mungu awabariki sana wachungaji. Naenda kwa mchungaji, nimefukuzwa. Sina mahali pa kwenda. Fika kwa mchungaji akanipokea. Mchungaji amenipokea, hana pa kunilaza. Na yeye ana watoto. Lakini chakula nikakuta wanakula, nikala pale. Nikamshukuru Bwana. Kaniambia Bwana sasa ana chumba cha kwake na mke wake na watoto wa kike. Nikamwambia mchungaji usijali, mimi naenda kulala kanisani. Wakati huo kanisa limesimamishwa nguzo tu. Mbwa wanakatisha hapo, kama akipita mbwea paka anakatisha hapo. Ukiwa madhabahuni hapo. Nikachukua lile kavero nikajifunika, nikapiga zangu usingizi. Baridi ni kali kweli, ni kipindi cha baridi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika yote siwezi kwenda ilifika wapi, Bwana alinitetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo majaribu ni sehemu ya maisha ya muamini. Sasa Biblia inatueleza habari za Ayubu. Biblia imesema ya kwamba Ayubu alikuwa ni mwenye haki, ni mtu aliyemcha Mungu sana. Na nilivyojaribu kufuatilia kwenye vitabu vya mafafanuzi, inasemekana kwamba Ayubu aliishi katika enzi za mababa wa imani, wakati wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo aliishi nyakati hizo, ni zamani sana. Lakini Biblia inasema alikuwa anaishi katika nchi ya Usi, ambayo inasemekana kwa wakati huo ilikuwa ni kaskazini mwa Palestina. Alikuwa anaishi huko Ayubu. Lakini huyu Ayubu, Biblia inamueleza kwamba alikuwa ni mwaminifu, mwadilifu, mwelekevu. Kwa hiyo inatufundisha kwamba kuokoka na kuishi maisha matakatifu haina maana kwamba sasa uko huru mbali na majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima yawepo. Sasa Biblia inasema Ayubu alikuwa na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, alikuwa ni mkamilifu. Ayubu alikuwa ni mkamilifu mbele za Mungu. Alikuwa ni mkamilifu Ayubu. Sasa ina maana gani Biblia inaposema Ayubu alikuwa ni mkamilifu? Biblia inaposema Ayubu alikuwa ni mkamilifu, maana yake alikuwa na msimamo mzuri wa kimaadili. Na alijikabidhi kwa Mungu, maisha yake yote aliyatoa kwa Mungu. Ndio maana Biblia inasema alikuwa ni mkamilifu mbele za Mungu. Alikuwa na maadili ya viwango vya kimungu na maisha yake yote aliyatoa kwa ajili ya kumwishia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye Ayubu. Lakini Biblia inasema sifa nyingine ya Ayubu, alikuwa ni mwelekevu. Mtu mwelekevu, muulize mwenzako, wewe ni mwelekevu? Ni mwelekevu wewe? Biblia inasema Ayubu alikuwa ni mwelekevu kwa Mungu. Sasa mwelekevu, ili neno mwelekevu linamaanisha usahihi. Ayubu alikuwa ni sahihi katika maneno yake. Ayubu alikuwa ni sahihi katika maneno, mawazo na matendo. Hizo ndio zilikuwa tabia za Ayubu, kwamba alikuwa ni mwelekevu kwenye maneno yake. Maana yake Ayubu hakuzungumza maneno ya hovyo hovyo. Leo tuna watu waliookoka lakini wana matusi kweli. Lakini Biblia inasema Ayubu
alikuwa ni mwelekevu. Maana yake maneno yake yalikuwa yamekolea munyu kila wakati. Azungumzi mambo ya ovyo ovyo. Hiyo ndio zilikuwa sifa za Ayubu, mtu wa Mungu. Lakini Ayubu mawazo yake yalikuwa ni makamilifu mbele za Mungu. Utakuja kuangalia huko Biblia inachosema. Mawazo ya Ayubu yalikuwa yanampendeza Mungu. Daudi anasema, Mungu nisaidie mawazo yangu yapate kibali mbele za macho yako. Kwa hiyo ukamilifu wa mtu wa Mungu unaanzia hata kwenye mawazo. Unawaza nini? Mungu alipochunguza Ayubu akaona mawazo yake yalikuwa ni makamilifu mbele za Mungu. Lakini gingine ilikuwa ni matendo. Ayubu alikuwa amejaa matendo mazuri mbele za Mungu. Huyu ni Ayubu. Lakini alimcha Mungu. Ayubu alimcha nani? Mungu. Kwa mujibu wa Matendo, kwa mujibu wa kitabu cha Mithali 8:13, kumcha Mungu maana yake ni kuchukia uovu. Ukisoma hapo Biblia inasema kumcha Mungu ni kujitenga mbali na uovu. Wanadamu wanaweza kusema mtu ni mcha Mungu kwa sababu kila siku yuko kwenye nyumba ya ibada, akosi kwenye maombi. Si vibaya, lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali 8:13 ya kwamba kumcha Mungu ni kuchukia uovu na kujitenga nao. Kwa katika eneo hili Ayubu alikuwa amekamilika. Lakini jioni ya leo tunaposoma Biblia kwenye kitabu hiki cha Ayubu, Ayubu anapitia majaribu mazito, ikiwa na maana ya kwamba mtu anapoishi maisha makamilifu, ili mradi bado unaishi katika ulimwengu huu, majaribu yatakuja. Kwa hiyo unapopitia kwenye majaribu, mpendwa, usije ukaanza kuanza vibaya kwamba mimi ni mtenda dhambi, au Mungu amenikataa, au Mungu amenichukia. Hapana, Biblia inasema Ayubu alikuwa ni mkamilifu. Kwa sababu hiyo sasa, manake Ayubu alikuwa hana namna yoyote ya kupata majaribu, kwa sababu alikuwa amekamilika. Sasa mara ngapi wewe unapopitia kwenye jaribu unaanza kuwaza vibaya? Yawezekana mimi Mungu anioni, mimi sina kibali. Ayubu atufundishe ya kwamba maisha makamilifu ya mtu mwenye haki si kwamba umetengwa na majaribu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atusaidie. Sasa msingi wa ukamilifu wa Ayubu ulitokana na uelekevu wake wa kumcha Mungu na kuepuka uovu. Sasa jambo ambalo tunaliangalia hapa, andiko yanasema ikawa siku moja. Lakini sio sifa hizo tu za Ayubu. Biblia inasema Mungu alikuwa amembariki Ayubu. Alikuwa ni tajiri, kondoo wengi na vitu vingi alikuwa navyo. Alikuwa navyo. Alikuwa na watoto wazuri Mungu amempa huyu Ayubu. Biblia inasema katika nyakati hizo kule Ushi hakukuwa na mtu aliyekuwa anamfanania Ayubu kwenye kumcha Mungu, la kwanza. Lakini pili, kwenye baraka alizokuwa nazo ambazo Mungu alikuwa amembariki. Lakini tunaona bado Ayubu anakutana na jaribu. Biblia inasema ikawa siku moja wana wa Mungu wamekwenda kujihudhurisha mbele za Mungu. Huyu ni nani? Ni wana wa Ayubu hawa. Ya mwingine ilikuwa ni ibada nini? Shetani naye akaenda pale. Ndipo sasa mlango wa jaribu la Ayubu unapatikana. Mungu anamuuliza Shetani, wewe unatoka wapi Shetani? Biblia kwenye Agano la Kale inaeleza Shetani alikuwa anajihudhurisha mbele za Mungu, lakini kwenye Agano Jipya hatuoni sana, lakini tubakie na ufahamu kwamba Shetani bado ni mshtaki wetu. Kwa hiyo Mungu anamuuliza Shetani, unatoka wapi? Natoka kuzunguka huko. Umezunguka lakini umemuona Ayubu? Bwana Yesu asifiwe. Umemuona Ayubu mtumishi wangu?
hakuna mwingine kama yeye. Ananicha, ananipenda, ananitumikia, amejitoa kwa ajili yangu, bali na utajiri alionao. Lakini Ayubu alifanikiwa kumcha Mungu na kumpendeza Mungu. Kwa kumbe utajiri sio kigezo cha kufanya mtu asimche Mungu. Sio. Ni moyo wa mtu tu kuelekea mali. Lakini kama ingekuwa kumcha Mungu utajiri ni dhambi, basi Ayubu asingebarikiwa. Sasa wakati anaulizwa hivi, Shetani linasema sikiliza. Hivi unafikiri Ayubu anakucha hivi hivi? Yaani hizo sadaka sijui anafanya nini. Sasa tuseme leo ni mshirika wa Tandika Magorofani, yaani huko mkesha yupo, kwa wamama yupo, kama ni baba kwa wababa yupo. Unafikiri ni bure tu? Ni kwa sababu ya baraka na ulinzi. Muulize mwenzako, wewe ukibarikiwa unamwabudu Mungu kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu kuna vitu Mungu amekupa? Ndio hivyo. Sasa Mungu kama unasema sio hivyo, achilia vitu vyake hivyo vipigwe, uone Ayubu atakavyo kukufuru. Mungu anamwambia Shetani, nenda. Basi Shetani akapotea mbele za Mungu. Biblia inasema ndipo Ayubu akaanza kupata taarifa za mabaya yaliyokuja kwake. Akapata mabaya moja, mwingine akaja, Bwana, mimi nilikuwa na mifugo lakini yote hakuna. Kuna watu fulani, sijui ni kabila gani, wanasema wakimiliki gari, likipinduka lile gari, akipata taarifa anauliza kwanza gari langu limepona? Sio watu, sijui ni kabila gani, sipendi kulitaja. Sasa Ayubu akapokea taarifa kwamba una habari, kondoo, ng'ombe, mbuzi hakuna. Bado anatafakari. Sikiliza, watoto wako wazuri unaowapenda wale, hakuna hata mmoja. Sijui ngamia, sijui nini, hakuna chochote bwana Ayubu. Biblia inasema katika hayo yote Ayubu alipopokea taarifa zote, hakumtenda Mungu dhambi. Sasa ina maana gani hakumtenda Mungu dhambi? Tafsiri yake ni nini mpendwa? Katika taarifa mbaya za magumu aliyoyapata Ayubu, hakufanya chochote kilichotakiwa atubu mbele za Mungu. Hiyo ndiyo maana ya kwamba hakumtenda Mungu dhambi. Maana yake mabaya aliyoyasikia Ayubu, aidha kwa njia ya mawazo au kwa njia ya maneno au kwa namna yoyote ile, Ayubu akufanya chochote kile kilichomfanya au ambacho kingefanya aweze kutubu mbele za Mungu. Ayubu anaanguka, anasema, nalitoka tumboni mwa mama yangu uchi, na nitarudi hivyo. Alivyonipa ni vya Bwana, acha achukue. Ulize mwenzako, ukiibiwa tu leo 500 mle ndani 500 tu zimepotea na unatoa zaka. Sababu Ayubu alikuwa mkamilifu, zaka unatoa 20%, alafu 500 haipo. Maneno, mawazo utakayowaza yawezekana toba yake ni wiki nzima. Biblia inasema Ayubu hakumtenda Mungu dhambi, bali na majaribu hayo yaliyokuja aliendelea kumtumaini Mungu. Ndiyo maana Biblia inaposema hakutenda dhambi, maana yake hakukuwa na chochote ambacho Mungu angesema Ayubu tubu, aidha kwa mawazo au kwa maneno au kwa matendo.
Ayubu alikuwa salama ndani ya moyo wake. Lakini tunaona Ayubu alipitia majaribu ya aina 3 ambayo ndiyo mimi na wewe tunaweza kupitia. Jaribu la kwanza, Ayubu alipitia majaribu ya mali. Mali zake zikapigwa. Sasa sijui leo zikipigwa tutaendelea na ibada au tupo kwenye ibada tunampenda Yesu kwa sababu kuna vitu fulani anavyo. Lakini tunaona Ayubu alikuwa na makundi ya kondoo na ng'ombe, hakuna hata kimoja, vyote havipo. Jaribu la mali ndilo tunaweza kupitia kwenye maisha yetu. Je, utakuwa kama Ayubu? Mimi na wewe, swali la kujiuliza. Jaribu la pili ilikuwa ni jaribu la familia, watoto. Wazazi leo, kuna mwingine mtoto hata akichapwa kiboko tu, hayo maneno atakayosema, tunasoma Biblia tunatafakari, si mtoto ameuawa, alikuwa anakimbia pale, shemasi amemchukua kamtandika. Hayo maneno unataka uame na kanisa kwa sababu mtoto amechapwa. Sasa Ayubu haikuwa hivyo, wamekufa wote ghafla, hawapo. Jaribu la familia. Jaribu la 3, majaribu ya mwili. Sasa Biblia inasema, wakati naenda kumalizia sasa kwenye mambo ya kufanya tustahimili kama Ayubu kwenye majaribu, Biblia inasema baada ya Ayubu vitu vyake vyote na mali zake kuwa zimeangamizwa na shetani, maana ameruhusiwa. Shetani hakuridhika, maana Ayubu alibaki salama, kwa sababu kusudi la shetani ilikuwa ni Ayubu amkufuru Mungu. Sasa Ayubu ameshinda jaribu la kwanza, hajafanya chochote. Amesema nilitoka tumboni mwa mama nikiwa uchi na nitarudi hivyo. Shetani likasema hapana, sikiliza bwana, hivyo ni vitu tu, anajua utampa. Sasa kama unataka Ayubu akukufuru vibaya, nyama kwa nyama, mfupa kwa mfupa. Mungu akamwambia nenda, lakini usiguse roho yake. Biblia inasema shetani akaenda akaachilia majipu kwa Ayubu. Biblia ielezi vizuri, watumishi wa Mungu, kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo wa mguu ni majipu mabaya. Hata kucha hazitoshi kujikuna. Ayubu yuko kwenye majivu sasa, anajikuna kila sehemu, kuna jipu, hakamatiki. Biblia inasema katika hayo yote majaribu, Ayubu bado alisimama na Mungu, hakumtenda Mungu dhambi. Maana yake hakufanya chochote ambacho kilitakiwa atubu mbele za Mungu. Aidha kwa mawazo ya kuwaza, sasa Mungu, mimi nimekukosea nini? Nimekula nini? Mungu unipendi. Mungu, wewe kwa nini umeruhusu hivi? Mungu, ninakufanyia sana, lakini mimi unipi mtoto. Angalia zile sadaka nyingi. Mungu, huna upendo. Biblia inasema Ayubu bado moyo wake ulishikamana na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Tafakari, umewahi kuwaza mara ngapi au tunawaza mara ngapi majaribu ya kukosa ugali wa siku moja? Sio maombi bali ni manunguniko. Baba, sadaka zile uzioni baba. Ni manunguniko. Siku moja nilikuwa kwenye majaribu nikajidai naenda kumuoji Mungu, kumbe nilikuwa siombi na nungunika. Ile narudi kitandani kujiegesha tu, naona choo chote cha nyumbani kwangu kimefumuka, maji yote ya chooni yamejaa ndani. Mama yangu. Nikasema kumbe nilikuwa sioji, nilikuwa nalalamika. Kaingia kwenye toba. Biblia inasema sasa ilikuwa ni mfupa kwa mfupa. Watoto hana, sasa nyama imerika, anakuna na vigai, yuko kwenye majivu mwanaume. Lakini Biblia inasema
hakumtenda Mungu dhambi, alisimama na Mungu. Shetani alipoona hivyo akaona huyu mwanaume simuwezi. Sasa kuna lingine tena, kama mwili wote ni majipu kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wayo, manake atembei sasa, hata kulala sijui alikuwa analalaji. Sasa hapa nafanya nini? Biblia inasema baada ya hayo utaona kile kilichotoka. Watumishi wa Mungu, majaribu ni shule. Baada ya kushinda lile unalopitia, huwa ni shule. Mungu huwa anayaruhusu kwa kutuandaa kwa ajili ya utumishi. Mungu anaweza kuruhusu majaribu kwa sababu anakuandaa kwa ajili ya utumishi wa kesho. Mungu anaruhusu majaribu wakati mwingine kwa sababu anahitaji akujenge. Kusudi lake huwa sio kututesa sisi wanadamu. Maana kwenye kitabu cha Maombolezo kinasema moyo wa Mungu haufurahishwi na kumtesa mwanadamu. Kwa unapopitia kwenye jaribu, kwenye changamoto, Mungu kuna kitu anakufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Wengine mko humu ni watumishi huko, au baadaye huko ujui nini utakachokuwa unapitia. Mungu anaruhusu hayo ili uandae. Sasa tumalizie na mambo kama mawili hivi. Nitakuwa nahitimisha mambo yaliyomsaidia Ayubu kushinda katika haya yote. Mtihani wa kwanza wa kupotelewa na mali na watoto, ameshinda. Nyama kwa nyama, ameshinda. Nini kilimsaidia? Jambo la kwanza, kumpa Mungu nafasi ya kwanza. Tunaposoma Ayubu tunagundua kwamba kwenye moyo wa Ayubu Mungu alikuwa ana nafasi kuliko chochote. Ndio maana hata watoto walipokufa, kwa Ayubu alikuwa jaribu la kumwacha Mungu. Sasa tafakari, sisi tunamwacha Mungu kwa mambo mangapi? Mioyo yetu inatenda dhambi na kuwaza maovu tunapopitia changamoto kwa kiasi gani? Kwa hiyo Mungu alikuwa na nafasi ya kwanza. Hilo Ayubu aliliweka ndani kwamba mimi leo nimekwisha kuokoka, Yesu ndiye namba moja ndani yangu. Ndicho kilichomsaidia Ayubu. Watoto hawakuwa namba moja. Laiti watoto wangekuwa namba moja kwa Ayubu, Ayubu asingesimama. Maana mawazo ya kupotelewa na watoto yangekuwa mengi, hata wazo la kumtukuza Mungu lisingekuwepo. Lakini tunaangalia hata mali. Ayubu na mali hazikuwa na nafasi ya kwanza kwenye maisha yake. Yale makundi maelfu ya kondoo na ngamia na nini, kwa Ayubu hayakuwa kitu kuliko thamani ya Mungu aliyokuwa nayo kwenye maisha yake. Na Ayubu alijua kwamba vile anavyo ni kwa sababu Mungu ndiye ameviachilia, na wakati wowote anaweza kuvileta. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alifundisha sana. Unaposoma Injili ya Mathayo 6:33, Yesu akakazia kwamba bali nyinyi utafuteni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, haya mengine ni ziada tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Ayubu, kiwango cha nafasi ya Mungu. Unajua Mungu unapompa nafasi ya kwanza, upendo lazima uwe ni wa kwanza. Kwa hiyo Ayubu alishinda kwa sababu hiyo. Alimjua Mungu na akampa Mungu nafasi ya kwanza. Mara nyingi tunapopatwa na majaribu huwa tunakimbia, wengine wanarudi nyuma. Leo hapa ukihesabu hapa watu ambao waonekani wengi, kilichowasababisha kurudi nyuma ni haya ninayoyasema haya. Uchumi tu amerudi nyuma. Ugonjwa wa hapa na pale hoi. Lakini Biblia inatuambia mapigo ya majipu ya Ayubu hayakuwa ya kiwango hicho, lakini aliendelea na Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuhakikishe tunaomba Mungu atusaidie viwango vyetu vya nafasi ya Mungu
viwe vikubwa. Mwingine alipoambiwa tu, bwana, yule dada au yule kaka usiolewe naye, ikawa tatizo, hayupo kanisani, amepotea. Sasa lazima tunaposoma mambo ya kina Ayubu tujiulize, tutafakari sisi, leo ingekuwa hivyo, labda angekuwepo baba mchungaji peke yake sijui, lakini utafakari. Ayubu alikuwa ni mtu kama mimi na wewe, na haya Roho Mtakatifu ameruhusu yaandikwe kwa ajili ya watu wake. Unapotafakari haya ya Ayubu, unajilinganisha na wewe, upate kufarijika na kusimama kwenye jaribu unalopitia. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili na la mwisho lilikuwa ni imani, sababu ya muda wetu. Imani kwa Mungu. Hii sio sasa imani iyoko hai, ilikuwa ni imani ya kumtumainia Mungu kuliko chochote, imani iliyochanganyika na tumaini kwa Mungu. Tunaona ingawa Ayubu alipoteza vitu, alipoteza mali, lakini hakuondoa tumaini lake kwa Mungu. Halibaki kuwa nalo tumaini kwa Mungu, kwamba mimi namtumainia Mungu huyu. Ndio maana mke wake akamwendea akamwambia, sikiliza bwana, najua unamcha Mungu, sasa mali, sasa na madonda haya. Huyo mke wake huyu, mama nao ni wa kuangalia sana. Na madonda haya bado umeshikilia tu Mungu. Achana na habari hizo. Nakumbuka hata mimi wakati nimetoka kwa kaka yangu, sasa amenifukuza, bado sijapata kazi. Siku moja akanipigia rafiki yangu, nimalizie na ushuhuda, nitakuwa nahitimisha. Akanipigia rafiki yangu mmoja, tumesoma naye. Huyu rafiki yangu akaniambia, bwana uko wapi? Akamwambia, bwana niko wilaya Sengerema huku. Ulishapata kazi? Akaniambia bado. Sikiliza bwana, sasa wewe muda wote huo hujapata kazi, na wewe ulifaulu vizuri kuliko sisi wengine tuna kazi. Nikamwambia una kazi? Kwa hiyo sasa wewe ulipataje? Akaniambia, bwana sikiliza, kuna mtaalamu yuko Tanga, ukienda hapo ukirudi kazi, mimi nakulipia nauli, njoo Dar es Salaam twende Tanga. Kumbuka nina maisha magumu, hela sina. Acha kiatu chenyewe nimesha kitembelea, kimebinuka, hata mtumbu ya huko hivyo. Suruali yenyewe ni moja, fua hiyo na anikiza jo. Na alafu sasa bahati yule mtu namfahamu, kazi anayo, anafanya kazi benki, nyumbani kwao kunapendeza kwa sababu ni mtu wa nyumbani. Jo, mimi ndivyo nilivyopata. Ikagonga moyoni. Alafu nilikuwa kanisani, nasema nirudi tena kule. Mama aliwahi kunipeleka kwa mganga, tukaenda kwenye mawe usiku tukachanjwa. Tulipelekwa kwenye mlima fulani, tumeangalia jua linakotokea. Umelala, unatoka huko ni nyembe kwenye mgongo, huko unalala unajigeuza, lakini sikufanikiwa. Sasa namjua Yesu, nirudi tena kule. Nikasema hapana. Nikaenda kwa mchungaji. Nikamwambia, baba, mimi nimekutana na jaribu hili, nipo kwa kaka, siwezi kufunga, nani atanipa cha kufungulia? Alafu bado mchanga, hata miezi 6 sijafikia. Nikamwambia, baba, mimi naenda kuingia maombi ya siku 21. Mimi nitakula kama kawaida, nitakula. Hili lilitokea nikiwa bado kwa kaka, hajanifukuza.
Sasa hili nilipomaliza maombi ndo nikafukuzwa. Baadaye muda sio mrefu Mungu akanitengenezea mlango. Sasa nikaingia pale kwa kaka. Siku hiyo nikasema 21 maombi ya siku 21. Lakini mimi nitakula ila sitalala kitandani siku 21. Mimi nalala chini. Nikamwambia mchungaji mimi nitakuwa nalala chini. Alafu ile chumba nilichokuwa nalala simenti yake imechoka choka, kuna vumbi, kuna chungu chungu anatembea pale, mimi sijui hapo paka Bwana nitoke. Asiponitokea anaruhusu mlango mimi kwenda kwa mganga. Bwana Mungu anajua kutembea na mtu kulingana na kiwango chake cha imani na umri wake wa kiroho. Siku ya kwanza niko chini, natandika kitanda vizuri, mimi niko pale chini. Maombi sijajua kuomba vizuri kama wengine yale mengi, na kunena kwa lugha sijui. Mimi nikumwambia Bwana tu nisaidie. Nisaidie Bwana. Siku ya kwanza saa 12 Mungu akanionyesha kinachofanya napitia shida. Nikasema sawa, nikaenda nikamsimulia mchungaji. Mchungaji akanitia moyo, endelea. Sasa wakati niko pale, siku moja mfanyakazi wa kaka yangu akanidhiaki. Akasema, wewe kila siku mnalialia kanisani huko, lakini una miezi sijui mingapi huko hapa, mbona Bwana hajakutokea? Na mimi kwa ujasiri nikasema, siku Bwana akinitokea wewe ndio utakuwa wa kwanza kuniuliza. Nilikuwa sijui natamka nini. Nikaendelea Bwana. Niko pale namlilia Bwana pale chini, nikiamka vumbi huku panauma, mpaka ziishe siku 21. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, mbingu zikaitika. Bila kujua, sikuwahi kutegemea, nikapigiwa simu kwa ajili ya interview. Kwa mara ya kwanza ndio napigiwa simu kwenda kufanya interview. Alafu interview yenyewe shule ya walimu 12 anahitajika mmoja. Mwalimu wa jiografia na historia. Kaenda na kiatu changu kimebinuka hivyo. Mapema niko pale. Niko pale. Nilipofika wakasema wa kwanza ni nani? Sema huyu. Amefika wa kwanza. Kaingia. Kapelekwa form 4, nikapiga interview ilikuwa ngumu. Alhamisi unapiga interview, unarudi nyumbani. Ikifika Jumapili usiku hujapigiwa simu, maana yake umefeli. Interview nyingine unatoka na majibu. Nikasema sawa. Karudi nyumbani. Niliporudi nyumbani Jumapili, nimefika natoka kanisani, bado sijapokea simu. Sema bado niko chini, silali kitandani mimi, nataka nimuone Bwana. Basi watumishi wa Bwana, ilipofika 11 jioni nasikia simu inaingia. Bwana akajitambulisha, mimi naitwa fulani, natokea shule fulani, na kujulisha kwamba mimi ni mwalimu wa taaluma, na kujulisha kwamba kwenye ile interview wewe ndio umechaguliwa kuja kufundisha shule yetu. Nikamshukuru Bwana. Sasa Bwana, siku hiyo nimekuja kwa maana mimi sikuwachukia. Kulikuwa kuna kipaimara cha mtoto wao, nimekuja pale kwa kaka. Natoka ndani hivi nina simu njema. Yule mfanyakazi wake alikuwa anaitwa Agnes. Natoka kwenye mlango wa nyuma tu nakutana na Agnes. Ananiuliza swali, Bwana tulisikia umeenda kufanya interview vipi? Nikamwambia Yesu amekwisha jibu, naenda kazini. Ikawa vile kama nilivyomwambia. Kaenda kazini. Fika saini pale, pewa pesa ya kujikimu, na mimi nikabadilisha kiatu kile kilichobinuka kama mtumbwi nikawa na kipya. Maisha yakaendelea, Bwana akanibariki, nikaoa, maisha mpaka leo yanaendelea. Nataka niseme nini watumishi wa Mungu? Majaribu ni shule. Usinungunike, usimlalamikie Mungu. Bwana atakuvusha kwa kishindo. Mungu awabariki.